inayojitegemea, na ndiyo standard za dunia kuwa na bodi huu inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo, nyie mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi. Namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapa. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bwana mapendekezo ya Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu. Hatuwezi kuyashughulikia hapa, sio iende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha na barua yetu iko very clear kwake yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni muda mfupi. Tumewakilisha na tumeeleza, kwa hivyo nafikiri haya matatu yakifanywa kazi haya bungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilibaki za mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zangu, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi nazungumzaje. Kama yuko huyo mtu ambaye anawaambia punguzeni pointi hapa, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse. Alafu ataiona nguvu ya wananchi nazungumzaje. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika. Kuna fedha imetoka hapo. Watu wameingia gharama. Watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisupport hii timu. Alafu ukae na tai useme nakata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika. Jaribu. Na niongezee hapo, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Maana tumeleana kwa muda mrefu. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, au wakielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao hiki. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao. Sio unazungumza kidogo, unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na
hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu. Tunafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti, na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Bwana nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hiyo, lakini ndani ya kikao wamekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Mara moja na kujiuzuru kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Hii ilikuwa namba 1. Kuvunjwa au kujiuzuru kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo namba 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidau. Kwa nini
uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama tatu. Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana, na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hao wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zangu, sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale, the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hiyo itatokea. Na hii nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi inaripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi, na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu. Yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii